Balini za saizi ndugu zangu katika chaneli yetu ya Dr. Mama Kavumo. Siku ya leo mimi Dr. Mama Kavumo niko hapa kwa ajili ya kukupa elimu, kwa ajili ya kukuelimisha au kwa ajili ya kukupa faida. Mtu anaweza kuchukua nyota ya mtu mwingine, au namna gani mtu anaweza kuchukua nyota yako akaweza kuitumia na wewe ukabaki huna nyota. Kwa hiyo siku ya leo mimi Dr. Mama Kavumo nataka nikupe elimu namna gani mtu anaweza kuchukua nyota ya mtu mwingine akaweza kuitumia, au mtu anaweza kuchukua nyota iwe ya mtoto wako, nyota ya mke wako, nyota ya mume wako, au nyota ya mtu wako wa karibu akaweza kuitumia. Na mtu huyo, ili ujue kwamba nyota yake imechukuliwa, utajikuta hakuna kitu kinachoendelea kwake, hakuna mafanikio yanayoendelea kwake. Akipata pesa haikai, akipata kazi hakai, akifanya biashara inakufa. Chochote cha kwake atakachokifanya, basi moja kwa moja mtu huyo kinakuwa kinafilisika, au kinakuwa hakiendelei, kinakuwa kinarudi nyuma. Kwa hiyo moja kwa moja mtu wa namna hiyo atatambua kwamba nyota yake haipo, na moja kwa moja utambue mtu huyo atakuwa ni mtu ambaye anaishi maisha magumu, anaishi maisha ya tabu. Na kwa nini anapitia kuishi maisha magumu, anapitia kuishi maisha ya tabu? Kwa sababu tayari nguvu ya mafanikio yake imechukuliwa au imeibiwa, imekwenda kutumika kwa mtu mwingine. Kwa hiyo moja kwa moja mtu huyu atakuta kila kinachoshikika kwake hakikai, riziki kwake zinapita. Yani hata kama ameajiriwa kwenye kazi anapata pesa nyingi, lakini utakuta pesa zake hana anachofanya, basi moja kwa moja pesa zake zinaisha. Basi hata kama ni mtu ambaye anafanya biashara, basi utajikuta biashara yako inakwenda inafilisika. Lakini pia utajikuta hata kama ni mtu ambaye ulikuwa umeajiriwa kazini, basi unakwenda unafukuzwa kazi. Kwa nini? Kwa sababu ile nguvu ya kinyota, nguvu ya mafanikio, nguvu ya utawala na mamlaka ameichukua mtu mwingine anaitumia. Kwa hiyo ile riziki ambayo ilitakiwa iingie kwako haiji kwako, inakwenda kwa mtu mwingine. Maana mtu yule amejilimbikizia mamlaka na utawala wako, wewe unabaki kutangatanga, unabaki kuhangaika. Kwa hiyo mimi Dr. Mama Kavumo siku ya leo nikasema, kama wewe ni mmoja wapo ambaye unapita katika dalili za namna hiyo, umehangaika kwa waganga mbalimbali, umeingia viringe mbalimbali, umetupa gharama mbalimbali, lakini bado umekuwa ni muhanga wa hilo jambo, tambua basi moja kwa moja mganga huyo ambaye umekwenda hajui nyota yako imekwenda wapi, imefichwa wapi, imepelekwa wapi. Basi utajikuta utamaliza waganga, lakini mwisho wa siku hufanikiwi. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya ni nini ili kujua nyota yako imechukuliwa? Ili kujua nyota yako imechukuliwa unatakiwa kufanya nini? Unachotakiwa kufanya, moja kwa moja ukijiona kwamba kila kitu chako kimefilisika, kinakufa, ili upate jibu nyota yako imechukuliwa, imechukuliwa na nani? Unachotakiwa kufanya ni wewe kuandika majina yako katika karatasi. Chukua karatasi nyeupe, andika majina yako na wino mwekundu, au tafuta zafarani nyekundu, au tafuta makapeni. Andika tu majina yako mawili, majina yako matatu, jina lako la baba pamoja na la mama mzazi. Utanunua nazi, utanunua nazi. Utakaponunua nazi utaipasua ile nazi. Utakapoipasua jitahidi ivunjike vipande viwili. Andika ile jina lako katika karatasi nyeupe. Chukua ile nazi na ile karatasi, chukua pamoja na chumvi ya mawe, weka katika ile nazi, kisha na ile karatasi funika chini ya kitanda au kwenye kona au chini ya meza, iache mpaka kesho asubuhi. Lakini itakapofika kesho asubuhi, moja kwa moja chukua vile vitu, changanya kwenye maji pamoja na chumvi ya mawe, oga, na kuhakikishia utakapolala utaletewa ndoto ambayo itakuonyesha kwamba nyota yako imechukuliwa, imekwenda wapi. Na ukijijua kwamba nyota yako imechukuliwa, ukilala ukiamka kesho asubuhi utajiona umepata ndoto, na ndoto yenyewe utajiona uko kwenye giza, au utajiona uko kwenye jeneza, au utaona uko katika sehemu
uko katika vifungo, lakini hujui katika vifungo hivyo, katika kifungo hicho ulichofungiwa, unaona mbele yako kuna mtu ambaye anakutizama. Kwa hiyo unapopata ndoto ya namna hiyo, basi utambue yule ambaye unamuona kwenye giza ndio amechukua nyota yako, na unachotakiwa kufanya basi moja kwa moja kuweza kutafuta mtaalamu ambaye ataweza kukukalisha chini na kukuagua. Kwanza ni lazima akuague, pili ndio aweze kurejesha nyota yako. Kwa hiyo hawezi kukuagua pasipo kurejesha nyota. Kwa hiyo watu wengi wanaaguliwa kisha nyota zao hazifanyaje? Hazirejeshwi. Kama atakuagua mganga lakini nyota hata irejesha, basi moja kwa moja utambue utabaki kuwa pale pale hata uingie katika vilinge tofauti tofauti. Lakini ni lazima akuague. Atakapokuagua ndio ile nyota itolewe kwa yule mtu aliyochukua, kisha akurejeshe, kisha akupe kinga. Basi huyo atakuwa amekufungua, lakini pia amekurejeshea nyota. Mambo yako yatakwenda vizuri. Naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kucomment, ili uendelee kuwa katika chaneli yetu na wewe uendelee kusambaza ujumbe katika chaneli yetu. Karibuni, asanteni sana.